Kwako maoni yako ni yapi sakata hili ambalo linaendelea? Mimi maoni yangu ni kwamba Yanga walichokuwa nalilia nafikiri kinaenda kutokea. Kama kinaenda kutokea na sisi tunakisubiri kwa hamu tu. Sawa bwana. Na kuhusu kufeli su kesi kwenda huko na kurudi, huwezi kwenda mahakamani bila kuanzia kwa mjumbe. Lazima uanze kwa mjumbe, utaenda polisi, kisha ufike mahakamani. Sasa wao wameruka kwa mjumbe ambaye ndio washina, afu wanaenda mahakamani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima uanzie kwa mjumbe, uende kwa mwenye polisi, kisha mahakamani. Hicho tunakisubiri kitokee. Lakini yote kwa yote sisi tunatamani dabi ipigwe, kitu kiwake. Ndio tuna hamu nacho. Kwa sababu kama vingilio vyetu pale sisi tumetoa hela zetu, ishailishwa kama mara 2 hivi. Hela zinateketea ujue. Kuna watu wanatoka mbali nje ya nchi, mikoani huko. Sawa? Tunatoa tiketi zetu, hela nyingi, mahoteli watu wanalipia, mwisho wa siku kitu hakipigwi. Wewe unaona nani anatia ugumu kwenye hii dabi kuchezeka? Anayetia ugumu hapa ni mwananchi. Huyo ndiye anatia ugumu. Sema yeye kajilipua kwa sababu kuna huyu ndugu yako anatoka kuzungumzia hapo. Kuna kitu kaongelea cha msingi. Busara ndio zimesababisha tufike hapa tulipo. Mambo ya busara toka huko tulikotoka mpaka leo ndio yanasababisha tufike hapo tulipo. Huyu yeye kaamua kujilipua. Sawa. Ila sifike baadaye tukanyoshiana kidole, wewe ndio sababu tumefungiwa nchi si nini. Isifikie huko. Mimi nimemuelewa Yanga nini anakitaka. Kwamba tusafishe haya madudu, tulete mambo yaliokuwa mazuri. Mimi namuelewa vizuri tu. Baadaye tusinyosheane vidole, lakini mwisho wa siku ni kwamba Yanga wako sahihi. Kwa mfano, Simba anaenda kufanya mazoezi pale. Sawa? Anaenda kufanya mazoezi, kamishna anajua, sijui meneja anajua kwamba Simba atakuja tu siku yote wakati wote. Basi tufanye kwamba hakuwa na ratiba. Sasa amepigiwa simu. Hata kama angekuwa Majoe Yesu yuko Mbeya, ina maana hata simu, bwana tumezuiwa hapa uwanjani tusiingie. Yeye anashinda kusema jamani waruhusuni au waingie wafanye mazoezi. Waruhusiwe. Kwa maana hiyo kuna mtu mwingine nyuma pazia kazuia. Kumbukumbu zangu zinasema kwamba wale jamaa walisema wameagizwa. Sawa? Sijajua kiumbe gani kizito hiki kilichoagiza sisi tusiingie pale. Lakini yote kwa yote wanatuharibia mpira. Siku ile wangeturuhusu tukaingia, kwani kulikuwa na shida gani? Sikingishapigwa. Kila mtu angejua nini amevuna. Kwa hiyo mambo haya Simba yeye kasimamia kwamba siwezi kuzuiliwa kwa sababu nake msingi ya kuingia. Unanizuiaje kimfano? Yeye kasimamia hapo ili kwamba hata siku nyingine lisitokee hilo kwamba mimi naenda kufanya mazoezi niingie. Sawa bwana? Yanga anaenda kufanya mazoezi asizuie aingie. Haya mambo kuzuia mambo ya ajabu ajabu ya Uswahili yasiwepo. Sawa bwana? Kwa mwisho wa siku kwamba Yanga aliposimamia yeye anajilipua. Sawa bwana? Anajilipua kwamba madudu yatoke. Sawa? Na mimi pia namuunga mkono kwamba madudu kama hayo yasiwepo, yatoke. Sawa? Lakini tukirudi kwenye swala zima la dabi, sisi tunakiunayo sana. Kuzibuliwa mara 4 sio poa. Inauma. Sisi sasa dabi shapangwa tarehe 15 huko mwezi wa 6. Wametaka walete timu, hawataki wasilete timu. Sisi ndo tutajitwisha pale Lupaso, hatuna habari. Nikushukuru. Habari.